ukapana tulazimisha tuanze kwenye matuta bwana. Au mnasemaje imeweza kuwa hapa? Tuanze kwenye matuta ama ile kwa ndio matukio yenyewe. Tuende kwenye matukio. Au mimi kwanza nilikuwa nataka kufahamu. Unajua hii ni mechi ambayo Kemba na Malusu. Before kulikuwa na mechi kubwa kwenye ligi kuu, yani Simba na Yanga obviously ipo. Lakini Azam wakaja akawa anatuletea game. Singida amekuja na yeye ametuletea game. Na hii mechi ya Simba na Singida Black Stars unaona inachagizwa na mambo mengi ya nje ya uwanja lakini pia na ndani ya uwanja. Hebu tuache kwanza ya nje ya uwanja. Ndani ya uwanja mechi ya leo imeakisi ule ukubwa ambao tayari Singida wameonekana kama wameleta kwenye hizi mechi. Orodha ambao nimetaja leo ukiangalia uwanjani kabisa, yani kwamba yes you see the game, yani game yenye intensity na vitu kama hivyo. Kwanza mechi imekosa hivyo vitu ambavyo wewe ulikuwa unavizungumza. Kwa sababu pia ya ukaribu wa mechi kwa Simba, lakini pia kwa Singida kukaa muda mrefu bila kucheza mechi ya ushindani. Kwa hiyo Simba walikuwa wana dakika chache sana za kucheza kwa ile nguvu ambayo walikuwa wamebaki nayo. Ni takriban dakika 25-30 Simba walikuwa wameshamaliza nguvu ambao walikuwa nayo. Kwa hiyo mpaka wanakwenda kupata goli tayari walikuwa ndo wanaendea mwishoni. Kama wangeenda mpaka kipindi cha kwanza Simba hawajapata goli, huenda kipindi cha pili ingekuwa kigumu, kwa sababu wachezaji wengi unaona energy ambao walitumia siku mbili zilizopita kuja kwenye kucheza mchezo wa leo hawawezi kuwa hivyo. Lakini Singida ambacho walikuwa nakosa wao ni ule uharaka wa matukio, kwa sababu ya kukaa pia bila ushindani. Kama kisu umekiweka kabatini akiwezi kuwa sharp kama kile kinatumika kila siku jikoni. Kwa hiyo tumekosa hiyo kwa sababu tulikuwa na kipindi cha dakika 20 ambacho Simba walionyesha tempo ya game inapaswa kuwa hii. Baada ya hapo wakawa Simba sawa na control, tunataka tempo hili tuweze kumaliza kulingana na hali yetu ilivyo. Kwa hiyo Singida dakika 15-20 ndipo ambapo Simba waliweka picha ya mechi, walikuwa na press Singida, wanalazimisha hamna kuanza. Kwa hiyo goalkeeper alikuwa anachukua mpira anapiga mbele. Second ball ndo wanagombania, wanaanza kucheza timu zote mbili. Lakini kipindi cha pili ikawa ni Simba ambayo imeamua kuachia Singida wacheze na watengeneze matukio yao. Kwa kwangu mimi kuna vitu hivyo ambavyo unavisema kama ushindani kwenye mechi vilikosekana kutokana na ukaribu wa mechi, lakini pia ukiwa na mpinzani mwingine ambaye amekuwa akicheza mechi za kujijaribu tu na sio za kiushindani. Hapo kuna tofauti ya kujaribu na ushindani. Kwenye kujaribu unawezekana uko unafanyia kitu kimoja tu, kazi mazoezi, kwamba leo nataka tu nione striker wangu nimefundisha center forward movement, nataka nione ana move vipi. Kwa hiyo matukio mengi wewe au dili nayo, unadili na matukio ya tulifanyia kazi yale unayofanyia kazi na hata matokeo wakati mwingine sio sehemu yako, sababu naamini kikishakuwa kizuri kwenye mechi inaweza kukupa. Sasa ukija kwenye mechi unataka vyote, ndipo ambapo ugumu unaanzia. Okay. Sasa wakati Kemba unagusia hilo, labda sijui nisikie kwako Malusu. Ukitazama kikosi cha kwanza cha kocha Davids wa jina huyu Fadu wote actually huyu wa Simba huyu, nilidhani pengine angekuja na picha tofauti ya kikosi chake baada ya wachezaji wengi ambao aliwatumia kwenye mechi za final za kombe la shirikisho. Yani unajua nishati na vitu kama hivyo ambao umevizungumza kitaalamu kabisa Kemba. Sasa tunasema amekopi na kupesti, yani kwa sababu kilicheza finali ya mwisho. Yani alichokifanya kina tafsiri nini kwa kocha cha Simba? Vitu vingi sana kampista, lakini I'll tell you kimoja wapo ama ambavyo nitavitaja mimi ni baadhi yake. Cha kwanza kile ambacho ulikianza kama swali kwa Kemba kwamba yawezekana Singida zidi ya Simba, Singida zidi ya Yanga, Singida zidi ya Azam, zidi ya Yanga hapana. Zidi ya Yanga Singida tupi mechi hata listi unaiona ya leo hakuwa na rotation. Leo ilikuwa imesimama wima. Sawa. Kwa hiyo dhidi ya Yanga, Singida dhidi ya Yanga,
Ni kwenye makaratasi. Ni kwenye makaratasi. Kwenye makaratasi unasema ni mechi kubwa. Walitupa game moja Zanzibar na kocha akaondoka. Ile game ya marudiano pale KMC ilikuwa mambo ya ajabu ajabu. Ilikuwa hamna mechi. Kwa hiyo ndio hivyo. Nafikiri tafsiri ya kwanza ilikuwa ni hicho kitu. Kwamba aliamua kwenda na mziki ambao unaweza kushinda zidi ya Singida kwa sababu aliheshimu ubora wa Singida. Kwamba waliopo nje yani wachezaji ambao wakucheza kwa mechi nyingi. Yani anazungumza hivyo kwamba kwake yeye kikosi ambacho kingeweza kupata matokeo na alama 3 ni kile ambacho zidi ya Singida ni kile ambacho kilicheza finali zidi ya RS Berkane Jumapili iliyopita. Na kuna takriban tofauti ya siku 2 masaa 48 tu peke yake, lakini bado akachagua kukirejesha kikosi kile kile ambacho hakina mapumziko makubwa, na ilikuwa ni huge risk kwa sababu tumeona kwenye mchezo jinsi ambavyo imekwenda ku backfire. Dakika 15 sana unaweza kusema tops Simba walicheza kwa dakika 30 za kipindi cha kwanza, lakini baada ya hapo especially kuanzia dakika 55 kipindi cha pili ilikuwa ni kama hawako kabisa uwanjani, wamechoka, wanaonekana kabisa wanaomba game iishe alafu waendelee na maisha mengine. Yani ilikuwa ni kusubiri kipenga cha mwisho cha risasi ni kama baraka kwa Simba kwa siku ya leo, walikuwa nakingojea kuliko maelezo na hivyo ikatokea ilivyotokea. But nafikiri hoja msingi zaidi kwenye swali lako la msingi ni kwamba ufinyu wa kikosi. No, siwezi kusema ufinyu, lakini aliwapa heshima Singida na kuona ubora wao unaweza kuwazuia wao kushinda. Kwenye ufinyu wa kikosi japokuwa nimegoma mwanzo lakini inafikirisha na kuna moja mengine lazima nikubali pia. Lakini kwa namna hii mwanzoni mwa msimu ama wakati mambo hayajachanganya sana kwa Simba, kocha alikuwa anafanya rotation sana. Na nafikiri kwenye kile kikosi cha mwanzo kilichoanza msimu palikuwa pana wachezaji karibu hata 18 mpaka 20 ambao unaweza ukawatumia na wakakupa tija ile ile kiwanjani. Lakini hivi sasa kadri ambavyo msimu umeendelea kuleta michezo migumu, kadri ambavyo msimu umeendelea kuleta mechi za kimaamuzi, ameanza kuwatumia wachezaji ambao yeye ana hakika kwa 100% watamletea matokeo chanya, watamletea pointi 3, watamletea ushindi na kwa mfululizo wa muda mrefu, kitu ambacho kimewafanya baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wanatumika zamani kwenye rotation na kuleta tija kiwanjani kukosa unaweza kusema ule ubora wao ambao walianza nao msimu, na mwisho wa siku sasa viwango vyao kutokuleta matokeo sahihi ya kile ambacho yeye anakihitaji kiwanjani vimemfanya yeye mwenyewe sasa kuendelea kuwachagua wale wachache ambao wanafanya vizuri. Kwa mfano mtu kama Debra Fernandez Mavambo, namna ambavyo alianza msimu na japokuwa rotations zilikuwa zinafanyika bado alikuwa anaendelea kuleta walau balance, asipokuwepo yeye akiwepo Ngoma unaona kuna tofauti, lakini still timu inapata bado balance sahihi kwenye namna ya kushambulia na namna ya kulinda. Jeff pia japokuwa alikuwa na makosa especially kwenye game zidi ya Coastal Union, utakumbuka ile ya 2-2 namna ambavyo alikuwa anatupa mipira kwa viungo wa Coastal na hatimaye Simba wakatoka sare. Kuna namna fulani kwenye michezo mingi alikuwa analeta tija kwa sababu alikuwa anatumika, lakini kutokutumika kwa muda mrefu pia kwa siku hivi karibuni kumemfanya naye kuondoka kwenye list ya wachezaji ambao wanaweza kuja kwenye kikosi na kuleta tija. Kwenye eneo la ushambulizi pia Radax Juma Chasambi naye alikuwa anafanya vema sana. Nafikiri ile game zidi ya Fountain Gate ni kama alijinyonga kiasi fulani, kwa sababu baada ya pale mimi sijamuona tena akitumika ile kumsababisha Kamara ajifunge ama yeye mwenyewe kujifunga na Simba kupata sare, na pengine ingekuwa ni game ambayo imedecide season ya Simba kuisha kwenye masuala ya ubingwa kama Yanga pia wasingekuwa na siku 2-3 ambazo pia zilifuatia ambazo sio bora kwenye ligi. Kwa hiyo tangu kipindi hicho hajacheza tena kwa namna ambayo unaweza kusema ni mfululizo bora. Na mwisho siku amewanyima Simba option nyingine ya kuweza kurotate kwenye eneo la juu. Hata Wesu pia naye kiwango chake hakijakuwa kile ambacho tulitarajia. Kwa hiyo ufinyu wa kikosi bwana. Ligi kuu ya NBC Premium League imeendelea kwa mchezo ambao ulikuwa ukiwakutanisha wekundu wa Msimbazi Simba pale kwenye uwanja wao wa nyumbani, uwanja wa KMC Complex, ambapo walikuwa wakiwakaribisha Walima Alizeti kutokea kule mkoani Singida, na hawa si wengine ni Chui Weusi kwa maana ya Singida Black Stars. Na mchezo umekwisha kutamatika na wekundu wa Msimbazi Simba wamefanikiwa kuibuka na ushindi mwembamba wa bao 1-0, lakini cha msingi tayari wamekwisha kukusanya alama 3 muhimu. Lakini pia kwenye mchezo huo
Wekundu Msimbazi Simba walionekana kama vile walikuwa wamechoka sana, hali ambayo pia imepelekea wao kushindwa kufunga mabao zaidi ya moja. Lakini mchezaji Steven Dese Mukwala anaendelea kuandika rekodi ya kufunga mabao kunako klabu ya Wekundu Msimbazi Simba mara baada ya kuweza kupachika bao ambalo pia limeweza kuwapa Wekundu Msimbazi Simba alama zote tatu. Steven Dese Mukwala aliweza kufunga bao lake la 12 kunako michuano ama kunako ligi kuu ya NBC Premium League, na hivi sasa yupo kwenye listi ya wafungaji bora kwa hapa nchini Tanzania ama kwenye ligi ya NBC Premium League. Tunakumbuka kabisa mchezaji ambaye anaongoza kwa mabao ni Jean Chaza ambaye yeye tayari amekwisha kutikisa nyavu mara 15, lakini ya Young Africans ambaye yeye amefanikiwa kufunga lingana pamoja na Prince Mpumelelo Dube ambao pia naye amefanikiwa kuingia kambani mara 13. Lakini Christian Leonel Ateba pia naye amefanikiwa kufunga mabao 12 akiwa tayari amekwisha kulingana na Steven Dese Mukwala mara baada ya kuweza kufunga kwenye mchezo dhidi ya Singida Black Stars. Wekundu Msimbazi Simba wanafanikiwa kukusanya alama 3 muhimu, lakini pia vile vile wameendelea kupunguza gap ambalo lilikuwa dhidi ya Young Africans ambao wao tayari wamekwisha kukusanya alama 73, na mara baada ya Wekundu Msimbazi Simba kufanikiwa kukusanya alama 3 hapo jana, Wekundu Msimbazi Simba nao tayari wamekwisha kufanikiwa kukusanya alama 72, na hivi sasa timu zote mbili ambazo zinawania ubingwa wa ligi kuu ya NBC Premium League kwa maana ya Simba na Wekundu Msimbazi Simba na pamoja na Young Africans wao wote wamebakisha michezo mitatu ambapo Wekundu Msimbazi Simba atakuwa akikipiga dhidi ya Kagera Sukari, lakini vile vile Young Africans pamoja na Ken Gold ambao tayari wamekwisha kushuka daraja. Lakini kumekuwa na sintofahamu kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo ambapo pia ni mchezo ambao utawakutanisha Wekundu Msimbazi Simba dhidi ya Young Africans tarehe 15 mwezi wa 6. Bado hatujajua mustakabali mzima wa klabu ya Young Africans kwamba vipi watatokea kunako siku hiyo ya mchezo ama la, lakini sisi tunaendelea kusubiri na kuona ni jambo gani ambalo pia litaenda kutokea siku hiyo ya mchezo kwa maana ya tarehe 15 mwezi wa 6. Lakini pia kulikuwa kuna matukio mbalimbali kadha wa kadha ambayo mwamuzi wakati Hersa C aliweza kuonesha hali ambayo pia imepelekea maswali mengi kwa wapenzi na mashabiki wa mpira wa mchezo hapa nchini, hasa ikiwa ni maamuzi yake ambapo kwenye mchezo wao kwenye mchezo huo Singida Black Stars walionekana kama vile kunyimwa penalty 2 za wazi, lakini pia kuna faul nyingine ambayo alikuwa ikihusiana na Kelvin Nasser kumchezea Elian Panzu na Mtiji Tawala ambapo pia alisaini kwa kadi ya njano ya pili, na huenda kama maamuzi angefanya hivyo basi Singida Black Stars wangemaliza mchezo wakiwa pungufu. Ni watu wamekuwa na maswali mengi sana kuhusiana na maamuzi ya Sasi katika mchezo huo ambao ulipigwa pale kwenye uwanja wa KMC Complex. Bwana, hiyo ilikuwa ni taarifa kuhusiana na mchezo huo, lakini pia wewe mwenyewe unaweza kudondosha komenti yako hapo na kuweza kutoa mawazo yako kuhusiana na kile ambacho kiliendelea kwenye mchezo wa ligi kuu ambapo ulikuwa ni Wekundu Msimbazi Simba dhidi ya Singida Black Stars chui weusi kutokea kule mkoani Singida. Unaweza ukadondosha komenti yako hapo, lakini pia vile vile unaruhusiwa kulike. Lakini kama ndo mara yako ya kwanza kabisa kujiunga na channel hii, kama bado hujasubscribe, bado una nafasi ya kuweza
kusubscribe. Njia ni rahisi tu, ukiangalia upande wako kulia hapo kuna maandishi yaliyoandikwa subscribe, kisha bonyeza tu moja kwa moja unakuwa umefanikiwa kujiunga na familia hii ya kimichezo, na ni dhahiri shairi utakuwa basi wa kwanza kuzipata zile taarifa zote za kimichezo ambazo zitaendelea kujiri kunako pande tofauti, hasa zile tetesi za usajili. Mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada. Endelea kuwa na wakati mwema. Langu jina ni Innocent Mlacha.